Hali gani mwanafamilia wa channel tupendwa hii hapa ya Kendall Media. Kama ndo mara yako kwanza, basi nikusihi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Bwana Mama Dangote amfanyia surprise bibie Zuchu, na kitu ambacho alichoweza kumfanyia surprise ni kutokana na mambo ambayo yamekuwa yakiendelea sasa hivi mitandaoni. Sasa yeye akaona kabisa ni bora akadhihirisha upendo wake kwa bibie Zuhura, kwani haya ambayo yanayoendelea kwa kipindi hiki yanamuumiza kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu yeye anatamani kuweza kuona akipata amani na furaha katika maisha yake na pamoja na maisha bibi Zuhura. Sasa hiki ambacho alichoweza kufanya ni yeye kuweza kuwaaminisha watu kwamba ana mapenzi ya dhati na bibi Zuhura, na anatamani kuweza kuona akifika mbali zaidi ya hapo ambapo alipo, na hizo propaganda ambazo sasa hivi zimekuwa zikienea mitandaoni angependa kuweza kuona zikafutwa na maisha mengine yaweze kwenda, kwa sababu ameshachoshwa na hizi lawama zinazoendelea kwa kipindi hiki. Hivyo ni bora kila mtu akajali thamani yake na kila kitu kikakaa sawa katika kila hatua ya maisha ambayo watu wamekuwa wakiyapitia, kwa sababu kuna namna ambavyo watu wameweza kumuelewa vibaya Mama Dangote, akisema kwamba Mama Dangote ni moja kati ya mtu ambaye ana roho ngumu, hampendi kabisa bibi Zuchu. Lakini uhalisia ni kwamba hakuna kitu chochote ambacho kinachoendelea kati ya bibi Zuchu na pamoja na Mama Dangote. Upendo wao uko vile vile na maisha mengine yanaendelea kama kawaida, na wanaonesha mapenzi yao kwa dhati kabisa. Kila kitu kinakuwa sawa. Sasa kuna moja kati ya shabiki, yeye aliweza kutoa odi moja akisema kwamba bismillahi, Mwenyezi Mungu ninakushukuru kwa kumfanya bibi Zuchu aweze kuwa moja kati ya mwanamke ambaye anayeaminika kwa kipindi hiki, kwani amepitia matatizo makubwa sana katika mahusiano yake, na tunashindwa kuweza kuelewa ni namna gani ambavyo atakavyoweza kusolve matatizo yake, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanayoendelea kwa kipindi hiki kiukweli yanaumiza sana. Ila wacha tuone mwisho wa haya yote itakuwaje, kwa sababu kuna vitu vingi vinatokea katika maisha ya huyu binti. Sisi tunashindwa kabisa kuweza kuelewa na kutatua ni namna gani ambavyo tutakavyoweza kutatua matatizo ambayo aliyokuwa nayo, lakini kiuhalisia ni kwamba tunaamini katika haya yote Mungu atasimama naye katika kila hatua, kwani kuna mambo mengi ambayo yamekuwa akiyapitia. Hivyo tuendelee kumwombea kwa Mungu ili aweze kufikia malengo ambayo aliweza kujiwekea katika maisha yake. Bwana, huyo ni moja kati ya shabiki ambaye aliweza kufunguka. Hivyo mimi naomba nikusihi kitu kimoja, kama ndo mara yako kwanza, basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.